Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Julai 29 siku ya Jumatano. Mada inasema onyo dhidi ya ibada ya sanamu. Soma Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya ya 5 hadi 22. Kwa nini tunapaswa kuikimbia ibada ya sanamu? Katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 aya 14 hadi 22, Paulo anaendelea na suala la chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu. Kutoa chakula kama sadaka kwa sanamu kunaweza kuwa jambo la ajabu katika tamaduni nyingi leo, lakini lilikuwa jambo la kawaida katika nyakati za Biblia. Wanyama walipotolewa sadaka kwa miungu katika mahekalu ya kipagani, sehemu ya mnyama huyo walipewa makuhani waliohudumu, ambao waliuza nyama hiyo. Baadhi ya nyama hii ilifika katika masoko ya umma, kwa sababu nyama hiyo haikutengwa na nyama nyingine ambayo pia iliuzwa sokoni. Mkristo angeweza kununua nyama ambayo ilikuwa imetolewa sadaka kwa sanamu bila kujua. Ushauri wa mtume ni nyama hiyo inaweza kununuliwa kwa uhuru na Wakristo. Hata hivyo, ingawa nyama ambayo hapo kwanza ilitolewa sadaka katika hekalu ingeweza kuliwa na Wakristo nyumbani, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 8 ya kwanza hadi 13, desturi ya kwenda katika mahekalu ya wapagani na kushiriki katika sherehe zao ilikuwa imekatazwa waziwazi kwa Wakristo. Kigezo kiko wazi. Wakristo wanaruhusiwa kula nyama hiyo nyumbani kwa sababu sanamu si kitu. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya 4. Hata hivyo, Wakristo hawapaswi kushiriki katika sherehe za kipagani kwa sababu hii inafanana na kuabudu mashetani. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 aya 20 na 21. Kushiriki katika ibada za kipagani ni sawa na kuwa na ushirika na mashetani. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 aya 20. Kama vile kushiriki katika meza ya Bwana ilivyo sawa na kuwa na ushirika na Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 aya 16. Hivyo Paulo anasema hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Sura ya 10 aya 21. Kama Yesu alivyosema, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Mathayo sura ile ya 6 aya 24. Paulo anafundisha kwamba Mungu anahitaji utii kwa moyo wote. Anadokeza kwamba ibada ya sanamu inamtia Bwana wivu. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya 22. Ili hilo lisitokee, Paulo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya 4 hadi ya 6 anatoa kanuni isiyoweza kukosea dhidi ya ibada ya sanamu kwa kudokeza kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya 4 na ya 5. Sikiza Israel, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya 4 na ya 5. Katika wazo hili la kumpenda Mungu kuliko vitu vyote katika kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya 5, Yesu aliongeza, mpende jirani yako kama nafsi yako. Marko mtakatifu sura ya 12 aya 31. Tazama pia Mambo ya Walawi sura ya 19 aya 18. Sanamu si lazima iwe sanamu ya mawe. Tunaweza kutengeneza sanamu kutokana na kitu chochote kile. Ni sanamu gani unapaswa kuzikimbia katika maisha yako mwenyewe? Hii ni Julai 29. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.